Manama ni mji ambao uko kando katika boda ya Saudia, na watu wao wanatoka Saudia wanaingia kwenye huo mji kwa ajili ya kwenda kutenda dhambi. Huu ndio mji ambao umetengwa kwa ajili ya Waarabu na Waislamu kwenda kutenda dhambi. Huu mji, asilimia kubwa ya watu wanaoishi kwenye huo mji ni wageni kutoka tamaduni mbalimbali duniani. Umechanganyikana huo mji. Katika huo mji kuna klabu za kila aina, na kwa sababu ya hizo klabu za kila aina kuna mchanganyiko wa watu wa kila aina na matendo ya kila aina. Wakati Manama bado ni mji mkuu wa Kiislamu, theluthi moja ya wakazi wake wote ni wageni, na hivyo imesababisha utamaduni wa hulia wa kila aina, na ndio mji pekee ambao umewapa wanawake ruhusa ya kupiga kura katika mwaka 2001 katika nchi za Kiarabu. Unajua Waarabu wanawake wao wapigi kura, hairuhusiwi kwenda kuamua rais awe nani. Huu ni mojawapo ya miji ambayo katika nchi za Kiislamu watu wanaenda kufanya maamuzi kwa sababu ni mchanganyiko. Alafu kwa sababu ya shughuli za dhambi zinazoendelea kwenye huo mji na bichi za kila aina. Pastor alikuwa anatuambia hapa, watu ukienda kwenye bichi kupumzika usikae uchi. Sasa ukitaka wakaa uchi, nenda kwenye mji huu wa Manama. Kule hata chupi ya wavai wanatembea tu. Tembea tu, hamna shida. Hizi mekaa hapa tu. Shukeni mwende baharini kwenu huko muone. Watu wanatembea. Wameshaanza kufanya mazoezi ya kutembea sasa hizi na chupi. Ukitaka nenda Jumapili utajionea. Bwana Jumamosi unatakiwa kanisani uwezi kwenda. Ile Jumapili ukienda kule utaona bichi huko. Na ndivyo mnaenda. Naona. Nafika tulienda mtoto mmoja Pathfinder akasema, "Sasa mwalimu, mchungaji, bwana anatembea uchi. Si wenzetu hao, si Afrika wenzetu, wanatembea uchi." Akasema wanajifunza namna ya kutenda dhambi. Alafu wewe umekuja hapa kujifunza kuona watu kweli huwa wanatenda dhambi na wanajifunza kutenda dhambi. Akasema, kama ndio haya maisha, basi kweli mwisho wa dunia umekaribia." Hapo Pathfinder nako kana mawazo hayo. Ndio conclusion niliotoa baada ya kuona watembea uchi hapa Dar es Salaam. Sasa nawaambia Mungu anataka tuvikwe utukufu, ili hata tunapokuwa popote miili yetu hii ni hekalu, ni sehemu ya ibada. Chochote tunachofanyia mwili kinyume na tendo la ibada tunakuwa tumemkosea nani? Mungu. Ukitaka bichi za kila aina, ngono za kila aina, nenda katika huo mji wa Manama ambao unapatikana huko Bahrain. Mji wa 7 katika dhambi duniani ni mji wa New Orleans, Louisiana kule Marekani. Huu mji katika historia inasema ya kwamba ulianza kuwa mji wa dhambi katika karne ya 19. Wakati huo walianza na mambo ya muziki mchanganyiko, baadaye wakaongeza uzinzi wa kila aina, alafu kukawa na vyakula vya Kifaransa vinavyoamsha ashiki pamoja na majamiano ya kila aina. Maduka ya ngono, tunapozungumza maduka ya ngono nisikilize vizuri. Ukienda katika New Orleans, Louisiana, maduka ya ngono ni wanawake wamewekwa dukani, unapita unachagua. Msifikiri tunazungumza picha hapa. Ni wanawake wako dukani, unachagua kwamba ni huyo hapa mlete, unalipia. Na sio kwamba amesimama pale ujui bei, kasimama kaandikwa huyu ni $5. Kwa hiyo unalipa $5 unaletewa. Hizo ni dhambi zinazoendelea duniani, zinawatenga watu na Mungu. Ndio maana tukihubiri Injili, uhusiano wa mioyo ya watu na Mungu unakosa kuwa karibu, maana dhambi inawamaliza watu. Katika mji huu wanaruhusu kufanya ngono popote ili kukidhi haja yako. Unaitwa mji wenye dhambi unaovutia. Maonyesho ya wazi ya ngono ambayo yalimshangaza meya wa mji huo. Alafu kuna maneno yanayosema, njoo kwenye maonyesho ya wazi ya ngono, osha msichana wa uchaguzi wako. Dhambi ni sawa na kupumua hapa. Haya ni maneno yameandikwa kwenye majumba yao. Yaani kwamba wao dhambi ni sawa na kuvuta pumzi unayovuta. Tukikwambia Yesu yuko karibu anakuja, wewe unasema hajawa. Unaendelea kufanya maamuzi taratibu, utaki kuamua kumpokea
awe mwokozi wa maisha yako. Hutaki kusafisha maisha yako ya Kikristo. Na mimi nataka nirudie kuambia tena na tena hili jambo. Hii miji ya dhambi ndio vyanzo vya dhambi zote unazoziona zinakolea hapa duniani. Kwa hiyo kama ilivyokuwa Sodoma, dhambi zake zinahama kwenda kwenye miji ya pembeni, ndivyo ilivyo kwenye hii miji. Mji wa 6 kwa dhambi duniani ni mji wa Moscow, unapatikana Urusi. Huu mji katika klabu zake za usiku, katika kumbi za disco, wanasema wazi ya kuwa ndio mji ambao pia una masoko ya biashara ya makahaba kwa mujibu wa sheria. Kwa mujibu wa nini? Wa sheria. Sasa hizi mkiona hapa mjini, watu kipita huko mjini tunawakuta. Siku moja tulikuwa tunawahi kwenda kwenye safari wapi? Mtwara pita Rufiji na gari tuko na wachungaji. Hapo kuna sheri fulani ukiwa unakuja kama unakuja Temeke, barabara ya Mandela Road unapochukua kuja Temeke, hapo kuna sheri hapo kwenye kona. Pale wasi kuna klabu zipo. Saa 10 alfajiri tunapita pale. Tunakuta watu wanajamiana kwenye gari. Alafu kuna wengine wamesimama wanapatana mapatano. Hapa hizo dhambi mnazoziona zimeanzia huko zinahamia hapa. Na kadiri zinapokuja ule mwisho unafanya nini? Karibia. Zinazoendeshwa usiku kwa wanawake mara 3 kwa wiki na wanaalikwa wanaume, halafu kisha wanapewa motisha ya mke mmoja kwa kila aliyeingia. Yaani wanawake wanaalikwa kwenye zile kumbi, wanakuja halafu wanaambiwa njooni bure. Wanawake wale wote wanakwenda mle ndani bure, hawalipi. Halafu wanaume wanalipa, ukitoka unapewa mke wa kwenda naye. Washerati na vitendo vya ngono. Pombe aina ya vodka huwa mnaiona inauzwa na kutangazwa. Hii ndio pombe iliyoshabiri kule Russia na inanyweka kama maji. Wanakunywa kama maji. Iko kila sehemu. Mpaka barabarani kuna mashine za kuuza pombe. Unaenda tu unatumbukiza hela, unakinga glasi, unakunywa, unaondoka. Je, mnasema hapa kuna dhambi? Namba 5, mji wa dhambi duniani ni Rio de Janeiro, Brazil. Kulingana na takwimu, huu ni mji unaoongoza. Brazil duniani ndio miongoni mwa nchi ambazo zina wanawake walembo duniani. Kwa sababu katika takwimu za walembo duniani, Brazil imeshika usukani huo mara kadhaa na ikichukua chati karibu ya wanawake 20 tangu namba 1 mpaka wa 20. Ndio nchi inayosifika. Katika Afrika tunajua Rwanda ndio inaongoza, halafu inafuata Ethiopia na nchi zingine. Tunafahamu hayo katika orodha zilizowekwa duniani. Rio de Janeiro ni moja ya maeneo makubwa yenye beach nzuri duniani. Ukitaka beach, nenda Brazil. Kuna pwani nzuri, pwani kama ile ya Copacabana na Ipanema zinashamiri wanawake wasio na mchana wala usiku katika eneo hilo. Klabu za usiku za jiji hili, klabu za ngono, klabu za kunywa, klabu za vyakula vinavyoamsha ashiki na vibanda vilivyoandikwa sheria za ngono vimejaa kila sehemu, na huduma mbalimbali za dhambi utazipokea. Kuna sehemu kabisa wameandika karibu katika huduma ya dhambi. Tena unaenda kuhudumiwa dhambi. Watu wanaenda mbali. Ukikaa hapa unadhani kwamba Yesu hayuko karibu. Yuko karibu. Yuko karibu. Sasa kule Brazil kitu kingine kinachoharibu huo mji wa Rio de Janeiro ni zile sikukuu zinaitwa sikukuu za carnival. Hizo sikukuu za carnival ni za uchafu wa kutupwa na zinafanyika kwa wiki hadi na majuma mawili. Shangaa siku 7 zote watu wako barabarani, wengine wamevaa nguo, wengine hawakuvaa, kila mtu kivyake. Wengine wanacheza, wanafanya mambo ya ajabu katika ulimwengu huu. Ndugu zangu, mji wa 4 kwa dhambi duniani ni mji wa Las Vegas, Marekani. Uone Marekani ilivyo ajabu, ina miji miwili huko tayari. New Orleans pamoja na huo. Miwili tayari huko ndani. Niwatajia hapa. New Orleans tayari na Las Vegas ni mji wa dhambi. Na huu mji, unajua Las Vegas ndio ulikuwa unaitwa mji wa pepo ya dhambi duniani. Lakini cha ajabu kuna miji imeipiku sasa. Imekuwa ya 4. Las Vegas Kamari, kama tulivyosema, imepitwa na mji wa Macau. Kamari
Las Vegas hadi kwenye viwanja vya ndege kuna mchezo ya kamari. Yaani unashuka kwenye ndege, wakati unasubiri kubadilisha ndege unaenda kucheza kamari. Muda ukifika unaweza kunapanda ndege unaondoka. Ni kitu cha kawaida kule. Pia ni mji ambao una majumba ya zinaa za ngono za kila aina. Mji huu kuna maneno yameandikwa yanasema, dhambi hujumuisha na kunywa maji yako nje na kutafuta maonyesho ya ngono kwenye klabu za ngono za wale walio katika kasino zinazojulikana na zisizojulikana. Wanaposema kunywa maji, unajua wanamaanisha nini? Kunywa pombe. Kama ukisha kunywa pombe, unaenda kuburudika baada ya kunywa pombe na zinaa za kila aina zinazojulikana katika kasino na zisizofanya nini? Yaani yale yanayoitwa kwa Kiswahili madanguro. Ya kila aina yapo. Maduka ya bunduki za kila aina. Vyakula na migahawa ya kutosha. Mwandishi mmoja alikuwa anasema kuna tanzi za migahawa ya vyakula vya kuburudisha akili na kusisimua mwili. Mji wa tatu kwa dhambi duniani ni mji wa Amsterdam, Uholanzi. Na Amsterdam, unajua kwamba ukisafiri kutoka hapa kwenda Ulaya, kama unataka kuunganisha kwenda Marekani, kwenda India, Malaysia, kwenda kwa Moscow, wapi, kama umetoka hapa Tanzania, kwa kuwa hakuna direct flight za kwenda huko, miji ni miwili tu duniani utaenda. Utaenda London au utaenda Amsterdam. Hapa Amsterdam, tukikupa takwimu ya ndege zinazoondoka kila baada ya dakika moja utashangaa. Katika huu mji wa Amsterdam, hapa Dar es Salaam hapa, mimi naishi pale karibu na airport. Kwa wakati mwingine tunasahau kama kuna uwanja wa ndege hapo. Maana ndege haziinuki, kuzisikii. Lakini Amsterdam zinafuruliza. Hazihesabiwi kwa saa, kila dakika zinainuka, zinatua kila dakika. Maana hapo ndio mahali pa kuunganishia dunia. Na kwa sababu hiyo, kwa ajili ya hiyo, kuna sherehe na migahawa dozen ya vyakula vya kusisimua wageni kwa ajili ya kuandaa kwa ngono. Kuna maduka ya kununua marijuana na bangi bila kuzuiwa, maana wamepewa vibali. Yaani huko kuna maduka watu wamepewa kabisa vibali vya kununua bangi. Yaani ukitaka kuvuta bangi uhitaji kujiuliza. Unaenda dukani, unanunua, ziko pale. Na wamewajengea migahawa ya kuvutia. Yaani mnakaa huko wavuta bangi wote mnavuta pamoja. Kwa nimesahau hata Mlimani City sasa kwa wamewajengea sehemu ya kuvuta sigara. Wale mlikuwa mnatembelea huko. Ipita juzi niliona kama vile hakafanyi kazi kale ka kibanda pale. Kwa jenga. Hajengea. Kwa hiyo niwaambie, katika baadhi hata ya hizi nchi ninazokutajia, kuna mahala maalum. Yaani ukienda hilo eneo ni la kuvuta sigara tu. Kwa hiyo ukienda pale wewe kama uvuti usianze kulalamika wanavuta. Nani amekwambia uende? Wewe leo unawafuata wa dhambi. Yaani hapo ukienda unanukiwa na moshi wa sigara tu. Na wanajua kwamba tukiwa hapo tunavuta, baada ya hapo hatuendi kuvuta tena. Miji ya dhambi duniani. Kwa hiyo tunaposema kwamba dhambi inamtenga mtu na Mungu, tunamaanisha kwa sababu Biblia inamaanisha kitu halisi. Katika mji wa Amsterdam, maonyesho ya ngono kwa matendo, ikiwa ni pamoja na wanandoa wanaofanya jambo halisi la tendo la ngono mbele ya watu, wanaruhusiwa ili walipwe pesa kuwashawishi wengine wakafanye kama wao. Kwa watu wanaenda wanalipia kwenye ukumbi, alafu mtu na mke wake wanahudhuria hapo. Sio tu unaweza kufanya dhambi, lakini pia unaweza kufanya hivyo dhambi bila malipo. Umesikia nilichosema? Lakini yaani katika mji wa Amsterdam ukitaka kufanya dhambi unafanya bila malipo pia, unaweza. Yaani unaruhusiwa, kuna fursa za kufanya dhambi bila nini? Bila malipo. Mji wa pili duniani kwa dhambi ni Tijuana, Mexico. Hawa wanaongoza kwa sababu ni wa pili bana dhambi, kukiwa na huduma ya madawa ya kulevya. Hilo eneo dhambi zinakuwa kubwa sana. Sababu madawa ya kulevya yanahamisha akili kutoka kwa Mungu kwenda kwa nguvu za ibilisi. Na kwa sababu hiyo, katika mji huu kunywa pombe walikuwa wanaruhusiwa vijana kuanzia miaka 21 kwenda mbele. Yaani
Sisi Tanzania ni miaka 18, si ndio? Kwa ukiwa chini ya miaka 18 usinywe. Lakini kwao ilikuwa ni miaka 21. Wakaipunguza kutoka 21 kuja 18 ili kila mtu anywe pombe. Lakini pia hata chini ya hapo ukitembelea maeneo yanayoruhusiwa wanakunywa kwa mujibu wa sheria. Kuna maduka ya madawa ya kulevya chungu mzima. Kuna kila aina ya mahoteli katika mji huu. Kuna kila aina ya fursa ya dhambi. Mpokuwa nasoma wakati fulani kwa nasema kwamba katika mji huu kutenda dhambi ni wakati wowote ni kitu rahisi tu. Katika huo mji, yaani kutenda dhambi kwao ni kitu nini? Mji wa kwanza kwa dhambi duniani unaitwa Pattaya. Mji huu unapatikana Thailand. Usifanye mchezo ukienda Thailand. Katika mji huu wa Pattaya, Thailand, dhambi kwao ni manukato. Hapo ndo kuna kila aina ya dhambi, tangu aina za zinaa za ngono mpaka aina chafu za vyakula vyote vinavyopatikana, aina zozote chafu za muziki, aina zozote chafu za unywaji, aina zozote za maonyesho ya zinaa. Katika mji huu ndipo kuna mitaa maalum kwa mujibu wa sheria. Sikiliza ninachokwambia, Thailand hiyo. Ndipo kuna mitaa maalum kwa mujibu wa sheria ambayo hata mfalme wa Thailand sheria haimruhusu kupita hapo. Bana wao wana mfalme. Hata mfalme wa Thailand hapiti. Mwaka ni 98 ni ngapi? Kwa mwaka gani ule ambapo tulipeleka vijana kwenye Congress Thailand? Wakati wa Baraka Mganda tulipeleka vijana Thailand kwenye Congress. Congress hiyo walipoenda, vijana wote waliopelekwa walitakiwa wachungwe kama nini. Maana kuna makahaba mpaka wanakufuata popote unapokwenda. Na unajua makahaba wanaokufuata huruhusi kumkaribia wala kumtukana, maana ana leseni ya biashara analipia. Mji wa Pattaya huo, leseni ya ukahaba wanapewa na serikali. Kuna vibanda maalumu kwa ajili ya shughuli hizo za chap. Pastor Balaka aliniambia, na Pastor Tijeri huyu aliyekuwa mkurugenzi wa vijana wa General Conference tulipokutana naye Uganda, alisema katika mkutano huo ndio mkutano aliopata shida kukabiliana na vijana katika kanisa, kwa sababu usipowalinda wote wanatoka wana magonjwa ya zinaa. Sababu kule zinaa ni kitu cha kawaida. Hasa wamewapeleka wakahubiri injili sasa. Labda mji ule ubadilike, hakuna. Mji wa dhambi ni dhambi tu. Mji wa dhambi ni nini? Ni dhambi. Sodoma huwa ibadiliki ikifikia kwenye kilele. Na huu ni mji ambao dunia watu wanajivunia. Na nataka nikwambie, unapata wasafiri wahamiaji wanaokwenda huko kwa mwaka kwa mamilioni ya watu wanaoenda hapo kwa ajili ya zinaa na maisha ya dhambi. Nimalize kwa kukwambia hivi. Katika mji huu burudani na shughuli ya ngono ni nafasi ya ngapi? Yaani hiyo kama wewe huwezi hama huo mji. Hama huo mji. Hama huo mji. Hama huo mji. Kama hiyo kazi wewe huwezi. Kuna vijana wa kike walioandaliwa kwa ajili ya ibada za ngono. Ushakuona ibada za ngono? Ibada za ngono wapo maalum kwa kazi hiyo katika mji wa Pattaya. Lakini ukionekana umetoka na ibada hizo na maonyesho ya ngono, unaenda kwenye michezo ya maburudisho ya akili. Sasa hiyo michezo nayo ukienda design ya michezo yenyewe mpaka unakata tamaa. Kwa kuwa jiji hilo liko pwani, pia unaweza kwenda kwenye bustani nzuri zilizo pwani na kwenye beach nzuri ambazo zinaitwa beach za dhambi, bila kuwa na mchana wala usiku. Katika mji wa Pattaya hakuna mchana, hakuna usiku. Tusimame tupate kuomba.